Kazi na utu, kazi na utu. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Msomi Amoni Mpanju, Kaimu Kamishna wa Ustawi wa Jamii ndugu Blandina Sekela, Mkuu wa Chuo cha Ustawi wa Jamii Dr. Joyce Nyoni, Naibu Mkuu wa Chuo Profesa Sotko Komba, Mkuu wa Chuo cha Ustawi wa Jamii Kampasi ya Kisangara ndugu Lea Mwaikambo, viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali mlioko hapa, management ya wafanyakazi wa Chuo cha Ustawi wa Jamii, wahitimu wote, wazazi na walezi, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu, kazi na utu. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa ruzuku ya uhai aliyotujalia tukakutana kwenye siku hii muhimu ya leo. Leo ni siku kubwa ambayo tunafurahia kupata wabobezi katika fani mbalimbali watakao kwenda kuitumikia jamii kwa maarifa na weledi mkubwa. Ninafahamu kuwa safari ya kufika hapa ni hatua, na hatua hii sio lelemama na wala haikuwa rahisi. Ni kwa jitihada binafsi na neema za Mwenyezi Mungu ndio tumefika hapa tulipo. Ninawashukuru sana. Siku zote tunapofika kwenye shughuli kama hii ya leo, tunawakumbuka sana waliojitahidi kutufikisha hapa. Mara nyingi tunawapongeza walimu waliotufundisha na tunawapongeza wanafunzi kwa jitihada zao, lakini tunasahau nyuma ya hayo yote kulikuwa na wazazi na walezi na wafadhili waliohakikisha tunamaliza masomo yetu kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa. Nichukue fursa hii hapa kwa niaba yenu wanafunzi na walimu kuwashukuru na kuwapongeza wazazi na walezi wote waliokuwa sehemu ya safari ya wahitimu hawa toka walipokuwa nasari mpaka leo wanakuwa watu wakubwa wenye maamuzi makubwa na tegemeo kubwa kwa nchi yetu. Aidha, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa namna ya pekee nampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuboresha, kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu hapa nchini. Naibu Katibu Mkuu ameeleza kwa kirefu sana, lakini kwa namna ya pekee tuseme tu maboresho ya sekta ya elimu, ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2025, uishaji wa mitaala ya elimu kuanzia ngazi ya elimu ya awali hadi vyuo vya elimu ya juu na kuongeza bajeti ya elimu.
Mageuzi haya makubwa yamewezesha utoaji wa elimu bora kwa nyanja mbalimbali, kuimarisha huduma za ustawi wa jamii hapa nchini na kuongeza fursa za elimu kwa vijana wengi, hususani wale wanaojiunga katika vyuo vya elimu ya juu kutokana na kuongezwa kwa fedha za mikopo kwa wanafunzi. Vile vile, kutokana na mageuzi haya katika sekta ya elimu, mafunzo yanayotolewa katika ngazi mbalimbali za elimu yanalenga kuwajengea wahitimu umahiri katika maendeleo yao ya ubobezi katika taasisi yetu ya ustawi wa jamii. Nichukue fursa hii pia kutoa hongera nyingi sana kwa uongozi wa chuo kwa jinsi walivyoisimamia utekelezaji wa sera hii kwa weledi mkubwa. Ndugu naibu katibu mkuu, wewe ukiwa sehemu ya wasimamizi wakuu wa chuo chetu cha ustawi wa jamii, kwa namna ya pekee natumia fursa hii kukushukuru wewe binafsi na kushukuru uongozi wa chuo kwa kuona mimi ningefaa kuwa sehemu ya mgeni rasmi katika kufanikisha mahafali haya ya 49 ya chuo cha ustawi wa jamii kampasi ya Dar es Salaam na mahafali ya 8 ya kampasi ya Kisangara. Kupitia mwaliko huu nimepata fursa nyingine ya kutembelea chuo na kujionea maendeleo ya shughuli mbalimbali za kitaaluma zinazoendelea hapa. Hongereni sana wadau wote wa chuo cha ustawi wa jamii kwa kutekeleza majukumu yenu ya kitaaluma kwa weledi na ufanisi mkubwa. Napenda pia kuwapongeza management ya chuo cha ustawi wa jamii, wahadhiri, wafanyakazi waendeshaji, wahitimu na wadau wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kuwezesha wahitimu wetu kufika hatua hii muhimu kitaaluma. Nimesikia katika hotuba ya mkuu wa chuo kwamba wahitimu katika mahafali haya wapo wapatao 3,100. 3,100 si haba, ni wengi sana. Kiwango cha 3,100 una imagine huduma watakaoenda kutoa kwenye jamii itakuwa ya ufanisi wa kiasi gani. Ninawapongezeni sana. Nawapongeza sana kwa jitihada mlizozifanya za kutoa mafunzo yanayolenga kutatua changamoto mbalimbali. Niwahakikishie kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kushirikiana na chuo hiki katika kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili chuo, hususani za uboreshaji wa miundombinu ili chuo kiendelee kutoa mafunzo bora na yenye tija kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu naibu katibu mkuu, naungana nawe kujivunia ushiriki wa chuo chetu katika masuala ya kitaifa. Chuo kimekuwa na ushiriki mkubwa katika kutoa huduma na msaada wa kisaikolojia hasa katika nyakati za majanga. Ndugu naibu katibu mkuu, kwenye hili naomba niseme kidogo. Nina case study 2 za mchango wa moja kwa moja wa taasisi hii kwenye hili. Jambo la kwanza, tulipopata yale majanga kule Hanang', nakumbuka vijana waliotengenezwa na taasisi hii ndio waliosaidia kuijenga saikolojia ya wakazi wa kule. Na jambo la pili ni mwaka jana, kama mnakumbuka, kulikuwa na vitu visivyokuwa vya kawaida kule Mbagala. Kulikuwa na watoto kati ya miaka
6 na 12 wa kike kwa nyakati tofauti tofauti. Kila mwezi alikuwa anapotea mmoja, alafu anakutwa amefariki na amebakwa. Sasa tulipochunguza tukaona tatizo lile linatokea katika radius ambayo inafanana, yani, ni mzunguko wa Mbagala unafika mpaka Kizuiani. Tafsiri yake anayefanya kitendo hiki ni mtu mkazi anayejua yale maeneo. Kwa kupitia Waziri Dorothy Gwajima akatusaidia wataalamu kuijenga jamii kulinda na kutunza watoto wao. Niwaambieni, baada ile elimu mpaka leo hakuna mtoto hata mmoja aliyepotea. Sasa hiki chuo kina umuhimu mkubwa sana, tofauti na wengi wanavyokitizama. Bahati mbaya sana hii taasisi ya ustawi wa jamii imebeba kwenye zile social facts. Sijui Kiswahili chake ni nini, ila tu social facts, mmenielewa. Ni yale mambo muhimu na yana nguvu yanayozunguka jamii ambayo hatuwezi hata kuyashika. Maisha yetu ya kijamii ya kila siku ndio yamebebwa na taaluma yenu. Mwanafalsafa mmoja anaitwa Emil Durkheim. Emil Durkheim aliwahi kujiuliza swali moja: what holds society together? Kitu gani kinatengeneza compact unayoona ya kijamii? Baada ya utafiti wake aliishia kusema social facts. Kinachotufanya leo tuko hapa ni mahusiano yetu na facts za kijamii. That's why we are here. Sasa hii elimu ya kipekee ya kijamii inayotolewa kwenye taasisi yetu ni muhimu sana. Na tulipokuwa ofisini kwa mkuu wa chuo, nilimwambia aanze kuandika, na bahati nzuri naibu katibu mkuu yuko hapo, muwasiliane na taasisi zetu za elimu. Baadhi ya kozi za kwenye sociology ziwe za lazima kwa kila mtu anayesoma. Ni vitu vya kawaida, mtu anapaswa kuvibeba, ni muhimu sana. Hata kama ukawa engineer, you have something about social facts. Ukawa daktari, ukawa banker, ukawa mchumi mkubwa, unazungukwa na social facts. Nina imani changamoto za kijamii tunazozipata zikiwekwa hiyo taaluma katika kiwango kidogo tu kwa kila kozi, itatusaidia tukafika mbali zaidi. Ndugu zangu wahitimu, serikali kupitia wizara ambayo inaongozwa na Waziri Dorothy Gwajima pamoja na naibu katibu mkuu yuko pale, na leo ana kofia mbili. Kofia kwanza anasimama kama mwenyekiti wa bodi upande mmoja. Leo hapa aliposimama hapa, naomba kwanza niwaambie muelewe, aliposimama hapa alisimama kama mwenyekiti wa bodi. Alipoenda kukaa pale amebeba ministerial instruments. Kwa hiyo aliyesema hapa baada ya kukaa pale, yeye ndio mtekelezaji. Ndio uzuri wa shughuli ya leo. Zile changamoto alizozisema hapa zote, nikija mimi kusimama, mtekelezaji ni kwa leo. Mna bahati kweli, aliyechimba mtano ndio akwenda kufukia. Na mkuu wa chuo, usiwe na wasiwasi, umefanya jambo jema sana kumtwisha huo mzigo. Ameusema yeye mwenyewe, amekizungukia chuo yeye mwenyewe. Akiinuka hapa kesho anaanza mchakato wa kibajeti yeye mwenyewe. Ashukuruni sana. Ndugu wahitimu, hii ni siku muhimu na historia katika safari yenu ya kitaaluma.
Ninatumia fursa hii adhimu kuwapongeza sana kwa kuhitimu katika programu mbalimbali za mafunzo hapa chuoni. Miaka 20 iliyopita mimi nilikuwa kama nyinyi hapa, na mimi mahafali yangu nakumbuka ilikuwa Novemba tarehe 26, 2005. Nadhani nao kumbuka aliyenifuatia mimi nimetoka chuo, kama na kumbukumbu vizuri, basi ni naibu katibu mkuu Amon Mpanju, kwa sababu yeye akiwa Mlimani kipindi anagombea baraza kuu la umoja wa vijana alikuja, mimi nikiwa katibu wa vijana mkoa wa Dar es Salaam, kuja kuniomba nimsupport niwe kampeni manager wake, na akashinda, akawa mjumbe wa baraza 2008 mpaka 2012. Mwingine naye mkumbuka Dr. Dominic, upo? Simama. Huyu hapa. Huyu mdogo wangu. Mimi nikiwa katibu wa umoja wa vijana Dar es Salaam, yeye kwa rais wa chuo, si ndio? Baadaye alikuwa mjumbe wetu wa mkutano kwa umoja wa vijana, ndio waanzilishi wa ile ya TALIHISO na kina Julius Mtatiro kipindi hicho. Julius Mtatiro leo DC, Abdalla Msaraka yule Zanzibar. Hao wote ni vijana ambao ni matokeo ya taasisi hii. Yaani unaona kabisa graduation inamaanisha nini kwenye maisha. Yaani hapo ukikaa ukiangalia hao vijana wa chuo, hapo una mawaziri, hapa una wakuu wa mikoa, hapa una wakuu wa mashirika makubwa. I'm telling you, this is not a joke. Miaka 20 mimi niko kama nyinyi, the same Amon, the same Dominic. Tena tulichoka, yaani sura zina matumaini. Huo ndio ukweli. Ndio maana ukifika hatua hii hatutaki umlaumu mtu. Always be positive in everything. Be positive in everything. Wewe ukitoka hapa sema everything is possible. Utoke kwanza kuuliza hakuna ajira. No, you are in employment. Ni moja tu, kanuni ya maisha iko hivi. Au umezaliwa kwenye ukoo uliorisi nyumba, magari na utajiri. Kama hauna, wewe ndio unatakiwa urithishe hayo. Hakuna njia mkato. Aidha unarithi au wewe kwa kutumia taaluma yako hii hapa, wewe sasa watoto wako waje if you are not a son of somebody, be a father of somebody. Sawa? Kama wewe huna jina kutokana na karama za baba yako, basi wewe uwe jina kwa karama zako, ili mtoto wako aitwe the daughter of the son of somebody, ambaye ni wewe. You can make it kabisa. Kwa mkitoka hapa mkiwa na hiyo energy, mkalitumikie taifa kwa utii na uadilifu mkubwa, mkawe wabunifu, mkajiongeze. Dunia imebadilika sana, mahitaji ya wananchi ni mengi. Elimu ya psychology haikuwa business. Leo unahitaji kumshauri mtu ndio imemshinda na you can get money. Unamkuta manager ofisini, ukimtizama tu amekaa kiasalasala, huyu kavurugwa. Wewe unamuita pembeni, unamwambia mkuu, the way ninavyokuona dishi limeyumba kidogo, ninaweza nikakupunga pepo kidogo. Uza bosi, unalaga saa ngapi? Una watoto wangapi hivyo? Mkeo yupo? Hapana, aliniacha. Hiyo ndio shida. Haupati hela hapo. Sasa shida tumejizoesha kwamba hizi huduma za taaluma ya social work hatuja transform into money. Na huo ndio wajibu wetu. Kuna makampuni mengi, wafanyakazi hawana hope ya kuona kesho, wanahitaji psychological healing tu, na anaweza kufanya ni ninyi, sio mtu mwingine. Ni imani yangu ili darasa litakwenda kubadilisha mtizamo wa Watanzania. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana,
Kuhitimu katika fani yote ile ni matokeo ya juhudi za muda mrefu, si kwa wahitimu wenyewe tu, bali pia kwa wale waliowasaidia kufikia hatua hii. Kwa namna ya pekee niwapongeze sana, nilisema awali lakini rudie tena kwa kusisitiza, wazazi na walezi waliohusika kuwawezesha wahitimu wetu kufika katika hatua hii waliofikia. Naibu Katibu Mkuu, umeongea vizuri sana kuhusu changamoto, na tena umezidadavua vizuri. Umesema swala miundombinu, madarasa na mabweni, umesema watumishi na waendeshaji. Haya yote kama nilivyosema awali yako ndani ya mikono yetu, yako ndani ya uwezo wetu. Sasa hapa kwenye hili sasa naongea kwa niaba ya waziri ya authority. Ninakuagiza Naibu Katibu Mkuu, mkuu wa chuo sasa anaongea with the authority kama aliyenituma. Ninakuagiza Naibu Katibu Mkuu kuwasiliana na watendaji wenzako kuanzisha mchakato wa kibajeti, kwa sababu tunajua budget cycle sasa ndio inaanza. Ni mategemeo hizi changamoto zote zitakuwa reflected kwenye bunge la bajeti la mwaka 2026. Ninapohitimisha hotuba yangu, nitoe tena pongezi za dhati kwa wahitimu wetu na kuwatakia mafanikio mema katika safari ya maisha yenu. Tunaamini taaluma mlioipata hapa itakuwa ni mchango mkubwa katika maisha yenu binafsi, kila mhitimu, katika familia, na kwa scope kubwa au katika kwa ujumla wake. Huo ndio utakuwa ufunguo wa maisha kwenu na taifa letu. Kwa maneno haya machache sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.